السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala min al-azim Aziz anasema, nitaeleza tena kuhusu maisha ya maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sahaba ya kwanza ni Hazrat Abdullah bin Rabi. Alikuwa kutoka katika Banu Khazraj na mama yake alikuwa anaitwa binti Amr. Alishiriki katika Bai'at Aqaba Sania na alipata nafasi ya kushiriki katika vita ya Badri, Uhud na Mauta. Na katika jange Mauta aliuawa, katika vita ya Mauta aliuawa. Na sahaba wa pili ni Hazrat Atiya bin Nuwaira. Alishiriki katika vita ya Badri. Kuhusu huyu sahaba tuna maelezo kiasi hiki tu kwamba alishiriki katika vita ya Badri. Kisha ni Sahal bin Qais, sahaba mwingine. Mama yake alikuwa naitwa Naila bint Salama na alikuwa cousin wa Hazrat Ka'b bin Malik. Hazrat Sahal alishiriki katika vita ya Badri na Uhud, na katika vita ya Uhud aliuawa katika njia ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam kila mwaka alikuwa akienda kuzuru makaburi ya maswahaba. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akishiriki katika kaburi, alikuwa akisema, assalamu alaikum wa ma sabartum wa ni'ma uqbadar. Aya hii ni aya sura Ar-Ra'd. Kule badala ya assalamu alaikum ni salamun alaikum imeandikwa, yani iwe salamu juu yenu kwa sababu ya hii kwamba mulifanya subira. Assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar, basi mwisho wenu ni mwema sana. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abubakar, Hazrat Umar na Hazrat Usman pia alikuwa akienda kuzuru makaburi haya. Hazrat Muawiya alipokuwa akija kwa ajili ya haj, yeye pia alikuwa akienda kuzuri makaburi ya maswahaba waliouawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, yani mimi ningekuwa pamoja na hawa ambao wameuawa katika vita. Hivyo ndivyo Hazrat Saad bin Waqas alipokuwa akienda katika kijiji kiitwacho Ghaba,
yeye pia alikuwa akienda kuzuru makaburi ya mashahidi hawa na alikuwa akiwasalimia mara 3. kisha alikuwa akisema, je, nyinyi hamtatuma salamu juu ya hawa ambao watatoa majibu ya salamu yenu? Yeyote ambaye atawasalimu hawa mashahidi watajibu salamu zao siku ya kiyama. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipita karibu na kaburi la Musa bin Umair, akasimama kule kwa muda mfupi na akasoma aya hii isemayo, minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Yani miongoni wa waaminio wapo watu ambao walitimiza ahadi yao. minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi, yani miongoni wa waaminio wapo ambao wametimiza ahadi yao. Basi miongoni mwa hawa wapo wengine ambao wameshatimiza malengo yao, na miongoni mwa hawa wapo wengine ambao wanasubiri ili waweze kutimiza malengo yao, na hawakurudi nyuma. Kisha akasema, mimi natoa ushahidi kwamba siku ya kiyama hawa watakuwa mashahidi siku ya kiyama. Muzuru makaburi yao na muwasalimu, na sema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba mpaka siku ya kiyama yeyote ambaye atawasalimu hawa mashahidi watatoa majibu yake. Maswahaba Mtume sasa walikuwa wakija pale, walikuwa wakiwaombea na walikuwa wakiwasilimu. Dada wa Hazrat Sahal bin Qais Sukhta na Hazrat Umra, hawa dada wawili pia walimwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sahaba mwingine ni Hazrat Abdullah bin Umayr, alikuwa kutoka katika Banu Dohman. Yeye alishiriki katika vita ya Badri pamoja na ndugu yake aitwaye Kharja, na vile vile alishiriki katika vita ya Uhud. Mke wake alikuwa anaitwa Umme Sabat ambaye alimwamini Mtume sallam. Hazrat Abdullah bin Umayr ni miongoni mwa wale maswahaba kadhaa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao katika vita ya Uhud pamoja na Abdullah bin Jubair walikuwa katika juu ya mlima. Wakati maswahaba wengine walipotaka kukutana na Waislamu wengine ambao waliokuwa katika uwanja wa vita, yeye akasimama na akawasihi kwanza, akamtukuza Mwenyezi Mungu. Baadaye akawasihi wao wafuate nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasirudi, wasishuke chini, lakini wao hawakukubali, hawakumtii. Lakini pale pamoja na Abdullah bin Jubair walikuwa masahaba 10. Khalid bin Walid alipoona kwamba masahaba hawa walikuwa katika mlima wamerudi chini, wameenda chini, kwa hiyo Khalid bin Walid pamoja na wenzake akawashambulia Waislamu tena na akawarushia mishale na mikuki, na masahaba hawa wote waliuawa. Maelezo yake yameelezwa na Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda mpaka Uhud, na mlima ilikuwa upande wa nyuma wa Waislamu na Madina ilikuwa mbele ya Waislamu. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya mpango, na katikati ya milima kulikuwa nafasi ambapo maadui waliweza kuwashambulia Waislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Abdullah aliwateua maswahaba 50 na aliwasihi kwamba wao wasiache na sehemu ile, bali waendelee kulinda sehemu ile.
mtume salallahu alaihi waalihi wasallam alimwambia harat abdullah bin jubair mara kwa mara kwamba msiache nafasi hii ambayo ni katikati ya milima miwili. Hata kama mnaona sisi tumepata ushindi na maadui wameshashindwa, hata mkiona hali hii imepatikana katika hali hii, pia msiache nafasi hii iliyopo katikati ya milima miwili. Na ikiwa mnaona kwamba sisi tumeshindwa na maadui wamepata ushindi, hata katika hali hii pia na wasiini kwamba msiache nafasi hii. Hata katika riwaya nyingine inapatikana hii kwamba mnaona kwamba ndege wanakula nyama ya miili yetu, hata katika hali hii pia msiache sehemu hii hata mpaka mnapata amri kutoka kwangu kwamba muache sehemu hii. Madamu hampati amri hii, msiache sehemu hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatayarisha maswahaba kwa ajili ya kupigana na makafiri. Wakati wenzake wa abdullah bin jubair walipoona waislamu wameshapata ushindi, na wakamwambia amiri wao abdullah bin jubair kwamba waislamu wameshapata ushindi na waislamu wanakusanya mali, tafadhali uturuhusu sisi pia tuungane na hawa waislamu ambao wamepata ushindi. Hazrat abdullah akawazuia na akasema msiende, na akawakumbusha nasaha ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini wao hawakukubali nasaha yake. Wao wakashuka chini, na walipokuwa wanashuka chini wakasema kwamba maana ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maana ya nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hii kwamba ikiwa mnaona sisi tumepata ushindi basi muache. Kwa hiyo sasa ushindi umeshapatikana, kwa hiyo sisi tunaenda. Kwa hiyo abdullah bin jubair pamoja na wenzake watano tu walibaki pale. Khalid bin walid aliyekuwa hodari sana, yeye alikuta kule maswahaba hawapo, kwa hiyo alikuta sehemu ile nafasi ipo kwa ajili ya kuwashambulia waislamu. Kwa hiyo yeye pamoja na Ikrima pia alikuwa pamoja naye. Hawa wote wawili pamoja na wenzao wakawashambulia waislamu mara ya tena. Khalid bin walid na Ikrima bin abu jahl kwanza hawa waliwaua maswahaba hawa watano, walikuwa pale katikati ya milima miwili, kisha baadaye waliwashambulia waislamu. Na swahaba mwingine Hazrat Ubayd bin Aus, baba yake ni Aus bin Malik. Ubayd bin Aus alishiriki katika vita ya Badri. Alimkamata Aqil bin Abu Talib. Hivyo ndivyo aliwakamata watu wengine wawili. Wakati alipowaleta hawa watatu ambao walikamatwa na yeye, na aliwaleta mbele ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, mtume sallallahu alaihi wa sallam akasema, bila shaka malaika amekusaidia katika kazi hii ya kuwakamata hawa maadui watatu. Katika riwaya moja inapatikana kwamba Hazrat Abbas katika vita ya Uhud alikamatwa na mtu mwingine, alimuoa Umema, na yeye pia alimwamini mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani mke wake pia alisilimu. Sasa nitaeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Jubair ambaye kuhusu yeye nimeshaeleza sasa hivi, ambaye aliteuliwa katika sehemu ya milima. Yeye alikuwa miongoni mwa wale maswahaba 70 ambao walishiriki katika bai'at akbasania. Alishiriki katika vita ya Badri na Uhud, na katika vita ya Uhud aliuawa katika njia ya Allah. Hazrat Abul As aliyekuwa mume wa binti wa mtume sallallahu alaihi wasallam Zainab, yeye alikamatwa na Abdullah bin Jubair. Mirza Bashir amesema katika Sira Khataman Nabiin anaandika kwamba mtoto mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul As pia alikamatwa na Waislamu, na mke wake
yani binti wa mtume saa salam aitwa Zainab alituma vitu kadhaa kwa ajili ya mume wake, na yeye alituma necklace yake, na necklace ile ilikuwa ile ambayo mama yake alimpatia wakati alipoolewa mtume saa salam. Kwa kuona necklace ile akakumbuka Hazrat Khadija na akaanza kulia, na mtume saa salam akasema kwamba ikiwa mnaweza mumrudishie Zainab mali yake. Kwa hiyo masahaba wakamrudishia mali yake. mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliweka shati kwamba yeye akirudi Maka atamtuma Zainab Madina. Kwa baada ya muda mfupi Abul As pia akasilimu, yeye pia alihamia, na wote wawili yani yeye na mke wake Zainab wakaanza kukaa pamoja katika Madina. Katika vita ya Uhud mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimteua kuwa kiongozi wa maswahaba 50 ambao walipewa jukumu la kulinda sehemu iliyopo katikati ya milima. Hazur anasema maelezo yake nimeshawahi kueleza katika habari ya Abdullah bin Humayr, lakini maelezo yake zaidi ni hivi ambayo imeelezwa na Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa msaada Mwenyezi Mungu alifika mpaka sehemu ya Uhud, na mlima wa Uhud ilikuwa nyuma na Madina ilikuwa mbele yake. Mtume saa salam alifanya mpango huu kwamba chini ya uongozi wa Abdullah bin Jubair masahaba 50 waliteuliwa kulinda sehemu iliyopo katikati ya milima, na aliwaambia kwamba wasiache nafasi hata kama inatokea nini, na wao waendelee kurusha mishale kutoka sehemu ile juu ya maadui. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa anajali ulinzi wa sehemu ile kiasi hiki kwamba alimwambia Abdullah bin Jubair kwamba msiache sehemu hii hata kwa muda mfupi, hata kama mnaona kwamba sisi tumepata ushindi, maadui wameshindwa. Hata kwa kuona hali hii pia msiache sehemu hii, muendelee kulinda sehemu hii hata kama sisi tunashindwa na maadui wanashindwa. Hata katika hali hii msiache sehemu hii, muendelee kulinda. Hazrat Bara bin Azib anasimulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku ya Uhud alimteua Abdullah bin Jubair juu ya maswahaba 50, na mtume sallam aliwaambia wao wasiache sehemu ile hata kama mnaona kwamba ndege wanakula nyama ya miili yetu, muendelee kulinda sehemu hii mpaka mupate amri yangu ya kuacha sehemu hii. Hata kama mnaona kwamba sisi tumepata ushindi na maadui wameshindwa, kwa kuona hali hii pia msiache sehemu hii mpaka mupate amri kutoka kwangu kwamba muache sehemu hii. Kwa hiyo Waislamu walipata ushindi, maadui walishindwa. Hadhrat Bara anasema wallahi mimi niliwaona wanawake wa washirikina kwamba walikuwa wanakimbia, kwa sababu wakati ule wanawake pia walikuwa wakishiriki pamoja na wanaume katika vita, na nilikuta wanawake wa hawa washirikina wanakimbia kwa sababu walishindwa. Kwa hiyo maswahaba wengine wakasema kwamba Waislamu wameshapata ushindi, twende sisi pia tuungane nao. Hazrat Abdullah bin Jubair akasema, je, nyinyi mmesahau na saa ya mtume sallallahu alaihi wa sallam? Mtume sallallahu alaihi alisema wale watu ambao walitaka kuacha sehemu ile wakasema kwamba wallahi sisi pia lazima tutaungana na Waislamu na tutakusanya mali iliyopatikana katika vita. Wakati wale Waislamu waliposhuka chini, basi maadui wakawashambulia tena Waislamu mara tena, na ushindi ulibadilika katika hali ya kushindwa. Bara anasema kwamba kuhusu tukio hili Mwenyezi Mungu anasema wakati mtume alipokuwa anawaiteni katika jamaat,
hakuna mtu mwingine yeyote aliyebaki pamoja na mtume saa salam isipokuwa masahaba 12 na masahaba 70 waliuawa katika vita ya Uhud. Na katika vita ya Badri watu makafiri wengi waliuawa na 70 walifungwa. Wakati maadui walipopata ushindi, makafiri wakasema, je, kati yenu Muhammad yupo? Mtume sallam akasema, msijibu. Yani wakati baadaye makafiri waliposhambulia waislamu mara tena na walipopata ushindi, wakati ule baadaye wale makafiri wakasema kwamba, je, Muhammad yupo kati yenu? Mtume sallam akawaambia masahaba wasimjibu yule mtu. Kisha yule mtu akasema kwamba, je, kati yenu mtoto wa Abu Kahafa yupo, yani Abubakar yupo? Kisha mara ya 3 akauliza kwamba, je, kati yenu Ibn Khattab yupo, yani Umar yupo kati yenu? Kisha yule mtu akarudi. Kila mara yule mtu alipouliza kuhusu masahaba, Mtume sallallahu aliwaambia masahaba wasimjibu. Kisha baadaye akarudi, na wakati aliporudi akasema, hawa wote 3 viongozi wameshauawa. Kwa kusikia hii Umar hakuweza kujizuia na akasema, ewe mdui wa Mwenyezi Mungu, wewe ni mwongo, sisi tupo hai. Abu Sufyan aliyekuwa anatangaza tangazo hili mara kwa mara akasema kwamba ushindi huu ni badala ya ushindi wa Badr, kwa sababu katika Badri sisi tulishindwa na sasa tu sisi tumepata ushindi. Nyinyi mtakuta wenzenu ambao viungo vyao vimekatwa. Mimi sikuwaamuru wao wafanye hivi, wala sioni kwamba jambo hili ni mbaya. Kisha akasema, olo hobal, yani ushindi wa Hobal. Mtume sallam akasema kwamba, je, nyinyi hamjibu huyu mtu? Maswahaba wakasema, sisi tumjibu nini? Mtume sallam akasema, Allahu ala wa ajal, yani Mungu ni mkuu mkubwa na yeye ni mwenye shani. Kisha Abu Sufyan akasema, Uzza ni mungu wenu na hamna Mungu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kusikia hii tangazo lake akasema, je, nyinyi hamtajibu huyu mtu? Bara bin Azib anasema, maswahaba wakamuuliza, sisi tumjibu nini? Kwa maneno gani tumjibu? Mtume sallam akasema, Allah maulana wala maula lakum, yani Mungu ni mola wenu na yeye ni msaidizi wenu na nyinyi hamna msaidizi wa aina yoyote. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ametoa maelezo ya tukio hili vizuri. Anasema wale maswahaba ambao walikuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na wao kwa sababu ya shambulio la makafiri walirudishwa nyuma. Mara baada ya kurudishwa nyuma walikuja karibu na Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na sahaba mmoja aliongoa misumari iliyoingia katika meno ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na Mtume sallallahu alikuwa amezimia wakati ule. Baadaye Mtume sallallahu akapata ufahamu, kisha akasema waislamu wote wawe pamoja. Mtume sallallahu alaihi wa sallam pamoja na maswahaba zake akaenda katika bonde la mlima. Wakati ule Abu Sufyan akasema kwa sauti ya juu kwamba sisi tumemuua Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa kusikia tangazo hili la Abu Sufyan hakumjibu, ili isi ikatokea kwamba maadui washambulie waislamu tena, kwa sababu waislamu walipata majiraha na huenda waislamu katika hali hawataweza kupigana na makafiri. Wakati Abu Sufyan hakupata jibu kutoka kwa waislamu, akawa na yakini kwamba wazo lake ni sahihi, kwamba Muhammad ameuawa. Kisha akasema, sisi tumemuua Abubakar pia. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwambia Abubakar kwamba wewe usimjibu. Kisha baada ya Abu Sufyan akasema, sisi tumemuua hata Omar wakati ule yeye akasema, alitaka kumjibu kwamba sisi tupo hai kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, sisi tupo tayari kupingana nawe, lakini Mtume sallallahu akamwambia asimjibu.
sasa makafiri wakawa na yakini kwamba mwanzilishi wa islam ameuawa na wenzake pia wameuawa. Kwa kuona hali hii, Abu Sufyan na wenzake wakapiga nara, olo hobal, olo hobal, yani sanamu yetu Hubal amepata ushindi, na kwa sababu yake yeye sisi tumepata ushindi. Muslim Maud anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye alipopata tangazo hili kwamba yeye ameuawa, Abubakar ameuawa na Umar ameuawa, na aliwaambia maswahaba wasimjibu yule mtu, isije katokea kwamba waislamu ambao wamepata majeraha makafiri washambulie tena juu ya waislamu na waislamu hawa wauawe. Lakini sasa ilipokuja swali kuhusu Mwenyezi Mungu na kuhusu shani yake, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wa sallam hakuweza kukaa kimya. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawaambia maswahaba kwamba kwa nini hamjibu huyu mkafiri, huyu mtu ambaye anasema maneno haya? Maswahaba wakasema sisi tuseme nini? Mtume sasa akasema museme Allahu ala wa ajal, Allahu ala wa ajal. Wewe ni mwongo unaposema kwamba Hubal amepata ushindi, bali ni Mungu ambaye amepata ushindi, na yeye ni mwenye shani na adhma. Hivi Mtume sallallahu alaihi aliwaambia maadui kwamba yeye yupo hai pamoja na wenzake. Kwa sababu ya kuona ushujaa huo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafiri walipata athari kiasi hiki kwamba wao walikuwa wanaona kwamba waislamu ni wachache sana, na ilikuwa rahisi kuwashambulia na kuwaua waislamu hawa wachache. Lakini wao walipata athari kiasi hiki kwamba hawakupata ujasiri wa kuwashambulia waislamu. Kwa hiyo wao wakarudi Makka. Hadhrat Muslim Maud anasema zaidi, falyahzari allazina yukhalifuna an amrihi, yani wale watu ambao wanapinga nabii huyu wanatakiwa wamwogope Mwenyezi Mungu, isije wakapata maafa kutoka kwa Mwenyezi Mungu au majaribio. Sasa angalieni katika vita ya Uhud, kwa sababu ya kukataa amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waislamu walipata hasara kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kulinda bonde moja iliyokuwa katikati ya milima miwili aliwateua maswahaba 50 ili walinde sehemu ile, na sehemu ile ilika muhimu kiasi hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsihi Abdullah bin Jubair kwamba hata kama sisi tunauawa au tunapata ushindi, nyinyi hamtakiwi muache sehemu hii. Wakati makafiri waliposhindwa, wakati ule wale maswahaba walioteuliwa pale wakaacha sehemu ile, wakasema sisi hatutakiwi tuendelee kukaa hapa kwa sababu waislamu wameshapata ushindi. Na wao wakamuuliza kiongozi wao kwamba uturuhusu sisi pia tushiriki katika jihadi ili tupate thawabu. Yeye akawaambia kwamba msiasi Mtume sallallahu alaihi wasallam wala msiende kinyume na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alisema hata kama sisi tunapata ushindi au tunashindwa, nyinyi hamtakiwi muache sehemu hii. Kwa mimi siwezi kuwapatieni ruhusa kwamba muache sehemu hii. Wenzake Abdullah bin Jubair wakasema Mtume sasema alikuwa hana na maana hii kwamba hata kama ushindi unapatikana nyinyi msiate sehemu hii. Yeye alitusihi tu kwamba sisi tulinde sehemu hii, lakini sasa madamu ushindi umepatikana, kwa nini tuendelee kukaa hapa? Hazrat Muslim Maud anasema kwamba wao walitanguliza rai yao juu ya rai ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaacha sehemu ile. Kiongozi wao na maswahaba kadhaa waliendelea kubaki pale ambapo waliambiwa kukaa. Wakati maadui waliposhindwa, Khalid bin Walid alipoona sehemu ile kwamba kule hakuna maswahaba, ile sehemu iko wazi, yeye akamuita Amr bin As. Wakati ule Amr bin As alikuwa si Muislamu. Yeye akasema sasa tuna nafasi nzuri kwa sababu sehemu ile hakuna mtu pale, njoni tuwashambulie Waislamu tena. Kwa hiyo yeye akawashambulia tena Waislamu, na Waislamu wachache waliobaki katika bonde lile waliokuwa hawawezi kupigana na makafiri wale wote maswahaba waliuawa. Na
kutoka katika sehemu ile waliwashambulia waislamu na waliwashambulia waislamu ghafla kiasi kwamba waislamu walitawanyika tayari katika vita katika uwanja wa vita. Hawakuweza kupigana na makafiri, na maswahaba waliokuja karibu na mtume saa salam walikuwa takriban watu maswahaba 20. walikuwa hawawezi kuwashambulia na kupambana na makafiri. Kwa hiyo makafiri waliendelea kuja karibu na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipata majiraha, hata misumari ya ngao yake iliingia katika uso wake, na sahaba moja aliongoa misumari iliingia katika uso wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alianguka katika shimo moja iliyochimbwa. vile vile masahaba wengine pia waliuawa, na hawa masahaba walianguka juu ya mwili wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na habari hii ikaenea kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Lakini wale masahaba ambao walirudi nyuma kwa sababu ya shambulio ya maadui hawa waliporudi nyuma kidogo, walimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na wakamtoa mtume sallallahu katika shimo nje. Baada ya muda mfupi mtume sallallahu akapata ufahamu kwa sababu alizimia. Mtume sallallahu akawaambia waislamu kwamba waislamu wote wakusanyike tena. Kwa hiyo mtume sallallahu akawachukua maswahaba wa kadhaa na wakaenda pamoja nao katika bonde la mlima. Waislamu ingawa walipata ushindi, lakini walishindwa baadaye kwa sababu ya hii kwamba maswahaba kadhaa waliasi amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hawakufuata nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na walitanguliza rai yao, ushauri wao juu ya ushauri wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wale maswahaba wangefuata nasaha ya mtume sallallahu alaihi wasallam kweli kweli, ikiwa wao wangekuwa na imani hii kwamba kwa sababu ya amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata kama watu wote wanauawa, kuuawa kwao si kitu chochote mbele ya amri ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii, ikiwa wangekuwa na imani hii au hali hii, wasingeacha sehemu hii ile, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasihi, hata kama sisi tunapata ushindi au tunashindwa, nyinyi hamtakiwi muache sehemu ile. Basi ikiwa wao wasingeacha na sehemu ile, maadui wasingeweza kushambulia waislamu na mtume sallallahu alaihi wasallam pia asingepata majeraha. Anasema Mwenyezi Mungu katika aya hii, amewakumbusha waislamu kuhusu jambo hili kwamba wale watu ambao hawamtii nabii wa Mwenyezi Mungu na wanaanza kufuata rai yao na ushauri wao, na wanaanza kufuata mawazo yao na maoni yao, hawa watu wanatakiwa wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba isije kwa sababu ya hali yao hii wakapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kana kwamba imeelezwa katika aya hii kwamba ikiwa ninyi mnataka ushindi, basi jukumu lenu ni kwamba mufuate sauti moja, muiname na musimame kwa sauti moja. Hali hii itakapoendelea katika Islam, waislamu watabaki hai. Wakati hali hii haitapatikana katika Islam, ingawa Islam itabaki, lakini wale watu ambao watakaokuwa na tabia ya aina hii, ambao hawatafuata amri za Mwenyezi Mungu, hawatapata ufaulu. Hazuru anasema, angalieni hali ya Waislamu siku hizi ni hali ya aina hii. Wao hawapati msaada wa Mwenyezi Mungu, sawa na nasaha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Masihi atakapokuja mumpokee na mumsalimie. Hawa Waislamu wamekataa na wanaanza kuleta maoni mbalimbali badala ya kumpokea huyu Masihi aliyekuja sawa na bishara ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzuri anasema hapa kuna onyo na vile vile kuna nasaha na mafunzo kwa ajili ya Ahmadiyya pia, kwamba baada ya kumpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mnalazimika kumtii yeye, ndipo mtapata ushindi mkamilifu.
hazur anasema kila mmoja anatakiwa achunguzi hali yake, kiasi gani yeye anatii, kiasi gani yeye ni mtiifu. Hazur anasema kwamba nilisema kwamba hapo awali kwamba pamoja na Abu Sufyan Ikrama pia alikuwepo, vile vile Amr bin As pia alikuwa pamoja na huyu Abu Sufyan. Hawa ni watatu pamoja na wenzao walishambulia bonde lile. Kuhusu hii tukio hili utafiti ulifanywa zaidi. Sawa na utafiti huu inapatikana kwamba pamoja na Khalid bin Walid Ikrma alikuwepo. Hivyo ndivyo habari hii pia inapatikana kwamba Amr bin As pia alikuwa kiongozi wa wale maadui ambao walikuwa wanawashambulia Waislamu kwa upande wa bonde lile. Khalid bin Walid ni yule ambaye aliwashambulia Waislamu, na Ikrma bin Jahal, Abu Jahal alimfuata yeye. Hazur anasema kwamba tunaposoma kwa makini tukio hili tunaweza kusema kwamba Amr bin As kwa sababu alikuwa pamoja na makafiri, alikuwa kiongozi, lazima yeye pia alikuwa pamoja na Khalid bin Walid, Abu Sufyan na Ikrma bin Abu Jahal. Kwa hiyo sawa na maelezo haya inaonekana kwamba hakuna ikhtilaf katika riwaya hii. Tukio la kuuawa kwa Abdullah bin Jubair ni hivi kwamba Khalid bin Walid na Ikrma bin Abu Jahal waliposhambulia, Abdullah bin Jubair akarusha mishale mpaka mishale yake ilikwisha, kisha akatumia mikuki yake, hata mikuki yake pia ilimvunjika. Kisha akashika upanga wake na akapigana na makafiri mpaka akauawa. Ikrma bin Abu Jahal alimuua yeye wakati Abdullah bin Jubair alipoanguka, na wao wakakata viungo wa mwili wake. Hazrat Khawad bin Jubair anasema hali hii maiti ya Abdullah bin Jubair ilipokuwa wa aina hii, Waislamu walifika pale. Anasema mimi nilicheka na nikaulizwa kwamba kwa nini mimi nikacheka. Anasema mimi na Abu Hana tulimchukua Abdullah bin Jubair na mimi nikatumia kilemba chake kwa ajili ya kufunga na kuziba majeraha yake. Nikamwona mtu alikuwa anataka kunishambulia mimi kwa kutumia mkuki yake. Mimi nikapata usingizi kidogo, kwa hiyo mimi nikaanguka na yule mtu hakuweza kunishambulia. Wakati mimi nilipokuwa na chimba kaburi kwa ajili ya Abdullah bin Jubair, wakati ule nilikuwa na ngao yangu na mimi nikatumia ngao na nikachimba kaburi la Abdullah bin Jubair. Kwa kutumia ngao mimi nikachimba kaburi kwa ajili ya Abdullah bin Jubair, na yeye alizikwa katika kaburi lile. Hazur anasema kwamba jinsi Hazrat Abdullah bin Jubair pamoja na wenzake walimtii Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na walikuwa watiifu hali ya juu. Mungu atujalie sisi pia tuweze kuwa watiifu na tuweze kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivi tuendelee kupata fadhila za Mwenyezi Mungu daima dawamu. Amin.
Hazuru anasema baada ya swala nitaongoza jeneza ya ghaibu moja. Nitaswalisha jeneza ambayo ni ya Husni Saheb wa Canada. Yeye tarehe 20 Desemba katika umri miaka 85 alifariki. Alikuwa mwanajumuiya, mtu mwema sana, alikuwa akitoa michango sana, alikuwa musi, ameacha mke na mtoto, na hao wote si wanajumuiya. Alikuwa mtoto wa Abdurrauf Husni ambaye katika mwaka 1938 pamoja na ndugu yake walifanya bayat. Abdurrauf Saheb pia alikuwa mtu mwema sana. Wakati Hazrat Muslim Maud alipokwenda Syria, siku moja alimwendea Abdurraif kwa ajili ya chakula cha usiku. Marehemu pia alikuwa na sifa sawa na baba yake na alikuwa mfano mzuri kwa ajili ya wengine. Amir Saheb Canada anaandika kwamba tangu msikiti Baitul Salam ilipojengwa, kila Ijumaa alikuwa akija kusali swala ya Ijumaa kwa kuendesha gari masaa 4. Aliambiwa mara kwa mara kwamba baada ya swala ya Ijumaa unaweza kusubiri na kesho yake unaweza kurudi, lakini alikuwa akisema kwamba anataka arudi siku ile ile ili yeye asiwe mzigo juu ya jumuiya, na aliendelea kufanya hivi mpaka mwisho wa uhai wake. Na kwa miaka na miaka alikuwa akitoa adhana siku ya Ijumaa katika msikiti wa Baitul Salam, na alikuwa na sauti nzuri sana, na sauti yake ilikuwa ikileta athari nzuri juu ya wasikilizaji. Mke wake amesema kwamba Mungu amweke roho ya marehemu mahala pema. Alikuwa mtu mpole sana na alikuwa akiwasaidia watu wote na alikuwa akiwahurumia sana. Alikuwa akimsaidia mama mmoja ambaye alikuwa si mwanajumuiya. Tulipokuwa tukienda kumwona marehemu Nader Saheb, alikuwa akinunua vifaa mbalimbali na alikuwa akimpatia, na tulikuwa tukimendea yule mwanamke mara kwa mara. Anasema mimi sijawahi kumwona mtu mwenye subira kama alikuwa marehemu. Alikuwa akisema alhamdulillah katika hali zote, na alikuwa akimwomba Mwenyezi Mungu kwa kulia sana. Alikuwa akiswali sala 5 na tahajjud bila kukosa. Kila mtu ambaye alikutana naye anajua kwamba alikuwa na hulka njema. Bwana mwingine kutoka Canada anaandika, mimi nilipokuwa katika Syria nilisikia kuhusu marehemu, na alikuwa anajulikana kwamba yeye ni mwanajumuiya mwenye imani sana. Mimi nilikutana na Bwana Nazrul Husni Saheb katika msikiti huko Canada. Alikuwa mtu mwenye bashasha sana. Wakati wa kuzungumza naye mimi niligundua kwamba anapenda sana uhalifa. Alikuwa akiswali swala bila kukosa, na alikuwa mfano kwa ajili yetu sisi sote katika swala. Baada ya kufariki kwake, mke wake na mtoto wake wakaja Toronto, na mimi nilipata nafasi ya kuwahudumia. Nilitayarisha mazishi ya marehemu. Mke wake akatuambia kwamba katika sehemu yetu kuna misikiti 3, na wote waliniuliza kwamba wanataka kuongoza jeneza ya marehemu, lakini mimi nikawajibu kwamba jeneza yake itaswaliwa katika misikiti ambapo alikuwa akiswali swala. Kisha anasema wakati sanduku lake lilipokuwa linawekwa katika kaburi lake, mimi nikaanza kulia kwa kukumbuka baba mdogo wakati alipokuwa karibu kufa. Siku moja yeye akaniambia, umfahamishe Hazur kwamba mimi
nampenda huzur na mimi nitakuwa mtiifu wa uhalifa mpaka mwisho wa uhai wangu. Labda huyu alisema maneno haya wakati wa halifa watatu, kwa sababu wakati ule yeye alifariki. Kuhusu marehemu pia Qadr Sahib anasema kwamba kuhusu yeye pia mimi nina maoni aina hii kwamba alikuwa akipenda sana uhalifa. Kuhusu watu aina hii Mwenyezi Mungu anasema minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Bana Kazak Sahab anasema zaidi kwamba yeye marehemu ametuachia kumbukumbu nzuri. Hadha Muslemaud alienda Syria 1955 na marehemu alipata nafasi ya kumhudumia halifa wa pili. Hafla ilipangwa wakati Hadha Muslemaud alipokwenda Syria. Hadha Muslemaud alizungumza katika lugha ya Kiarabu. Kuhusu hafla ile Hadha Muslemaud alisema katika kikao kile, Hadha Muslemaud alisema kwamba kikao hiki ni chenye historia kwa sababu miaka 50 iliyopita Mwenyezi Mungu alimfunulia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kutoka katika Waarabu watu wema watapatikana ambao watafanya dua kwa ajili yako. Hadha Muslemaud alikuwa anawaambia watu wa Syria, wanajumuia wa Syria, kwamba kwa sababu ya kuja kwenu kauli ile ya Mwenyezi Mungu imetimia. Katika safari hii kuna picha ya Nadrul Hasan pamoja na Hadha Muslemaud. Mpwa wake moja ambaye anafanya kazi katika ofisi ya tabshir hapa, yeye anasema alikuwa rafiki sana wa Hazrat Zafrullah Khan Saheb. Alifanya tafsiri ya kitabu kimoja cha Sir Zafrullah Khan Saheb katika Kiarabu. Alijenga mahusiano mazuri na uhalifa. Siku moja pamoja na ndugu zake wawili alimwendea kwa ajili ya rambirambi mtu mmoja ambaye alikuwa si mwanajumuiya. Sheikh Albani wa Syria pia alikuwepo pamoja na wanafunzi wake. Yeye alikuwa anajua kwamba marehemu ni mwanajumuiya pamoja na ndugu zake. Kwa yeye akaanza kuzungumza kuhusu ikhtilafu katika wanajumuiya na wasikuwa wanajumuiya. Na yeye katika mazungumzo yake aliposema maneno machafu dhidi ya Sayyidina Ahmad Islam, marehemu akasimama na akasema kwamba ikiwa kuna mtu yeyote ambaye ana ujasiri basi afanye mjadala nami. Hawa walikuwa watatu, lakini Sheikh alikuwa na wenzake 15, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alikubali mjadala. Yeye baada ya kuhitimu masomo yake alienda Marekani kwa ajili ya kusoma zaidi. Siku moja alifanya mjadala na Waislamu kadhaa. Kwa hiyo wao wakasema kwamba huyu afukuzwe katika college, pengine sisi tutamletea shutuma, yeye hataweza kumaliza masomo yake. Kwa hiyo kwa sababu ya hii marehemu mwenyewe akabadilisha college yake na kwa kuacha Mareka akaja Canada. Alikuwa akisoma vitabu vya Sayyidina Ahmad Islam na vitabu vya mahalifa. Alisoma vitabu vya Sayyidina Ahmad Islam katika lugha ya Kiarabu na alifanya recording yake katika sauti yake. Hivi ndivyo alifanya tafsiri ya shairi ya Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam katika lugha ya Kiarabu. Yeye alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walifanya tafsiri ya
5 volume. Alikuwa na maktaba mkubwa na alifanya wasia kuhusu maktaba ile kwamba baada ya kufariki kwake maktaba ile jumuiya ipewe. Abdul Qadir Aude Sahib anasema marehemu aliandika vitabu kadhaa kuhusu jumuiya na yeye mwenyewe alichapa vitabu hivi kwa kutumia mfuko wake. Alikuwa mtu wa kupenda jamaat. Alikuwa akiwaambia watu kuhusu umuhimu wa michango. Abdurazak Farah Sahib ambaye ni mwalimu wa Jamia Ahmadiyya Canada anasema kama marehemu alikuwa mwenye subira sana. Kwa kutumia mashini alikuwa akipewa chakula. Hata katika hali hii pia alikuwa akija kwa ajili ya kusali swala ya Ijumaa. Wakati Waarabu walipokuja Canada kutoka Syria, yeye alikuwa akikutana nao kwa bashasha sana na kwa furaha sana, na alikuwa akiwasihi waendelee kuungana na jumuiya, na alikuwa akisema kwamba ikiwa tunataka kuokoa watoto wetu basi tunatakiwa tuwalete hawa watoto miskitini. Kuna mbashiri mwingine kule Canada anasema Nadir Husni Saheb anasema kwamba alikuwa akisikiliza hutuba ya huzur na alikuwa akisoma tena hutuba baadaye, na alikuwa akiweka hutuba hizi zote katika faili moja. Hivyo ndivyo alirekodi tafsiri ya Hazrat Muslim Maud katika sauti yake. Alikuwa akisoma Qur'an tukufu bila kukosa. Yeye vile vile alifanya recording ya dars iliyotolewa na Hazrat Khalifatul Masih Rabi. Anasema mimi nilimwendea mara kwa mara nyumbani kwake. Kila siku kabla ya sala alfajiri kama masaa mawili alikuwa akiswali na alikuwa akilia sana katika sala ya tahajjud. Alipokuwa akiangalia TV alikuwa akiangalia MTA au alikuwa akiangalia habari. Siku moja MTA yake ilikuwa haipatikani, kwa hiyo akatuma ujumbe kwamba tafadhalini rekebisheni MTA yangu kwa sababu bila MTA mimi siwezi kuishi. Huyu Bashiri bana Sabur Sahib anasema zaidi alikuwa akiswali swala na alikuwa akifanya dua, Mola utupatie nafasi ya kupata faida kutoka katika neema ya uhalifa. Alipokuwa akifanya dua hii alikuwa akilia. Hazur anasema Mwenyezi Mungu amghafirie marehemu na aiweke roho yake mahala pema, na amjalie mke wake na mtoto wake pia wao pia waweze kumpokea Sayyidina alayhi salatu wassalam, na Mungu apokee maombi yake kuhusu familia yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
لكم ولذكر الله أكبر.